Tupo na mkurugenzi wa Wewe wa Thamani Foundation Bi Aziza Swedi. Tunazungumza naye namna ambavyo ameona bonanza hili liko vipi, lakini pia mwamko wa vijana kujitokeza katika mambo kama haya yako vipi. Bi Aziza, habari za asubuhi? Salama, kama wema. Kwema, nashukuru. Ambie namna ambavyo uliona hali ya bonanza iko vipi? Bonanza ni jambo zuri sana, hususan kipindi hiki au miaka hii ambayo vijana hawapendi sana kufanya mazoezi, kwa sababu unajua kufanya mazoezi ni nidhamu. Kufanya mazoezi ni wewe mwenyewe kujipanga na kuheshimu ratiba ambayo uliyoipanga. Kwa vijana wengi hatufanyi mazoezi, lakini hii klabu ya Kawe Warriors imeweza kutukumbusha kupitia bonanza hii kwamba kuna umuhimu wa kuweza kufanya mazoezi na kupanga ratiba nzuri na kuwa na nidhamu ya kuweza kujenga afya zetu. Kwa ni jambo ambalo limetujenga, limetuelimisha, lakini pia limetuhamasisha kwa namna moja au nyingine. Ni jambo zuri sana, nashukuru. Kipi ambacho kimekuvutia kuanzia majira asubuhi mpaka sasa hivi katika bonanza hili? Kilichonivutia zaidi kwanza ni miamko ya watu, kwamba tumepata jogging clubs kutoka sehemu mbalimbali za Kinondoni, wilaya ya Kinondoni. Kwa tumejumuika na watu mbalimbali, ni jambo zuri sana, tumejuana, tumejenga mahusiano mazuri. Kwa hii inatusaidia kupata fursa hata baadaye tunapokutana sehemu nyingine, basi tunaweza kusaidiana kwa namna moja au nyingine. Ni jambo zuri sana. Ikiwa ni mkurugenzi wa Wewe wa Thamani Foundation, unalipi la kuambia vijana pengine ambao wao haoni umuhimu wa kufanya mazoezi, lakini pia tunahimizwa kwamba ukifanya mazoezi pia unaondoa yale magonjwa ambayo moja kwa moja yangeweza kusababishwa kutokana na kutofanya mazoezi. Ipi rai yako kwenda kwa vijana? Rai yangu kubwa ni kuhakikisha kwamba sisi wenyewe tunadhamiria kufanya mazoezi, kwa sababu hii dunia inapokwenda sasa hivi, sayansi na teknolojia inazidi kwenda mbele. Kwa kama inazidi kwenda mbele, kutakuwa na maeleveta yatazidi, miendo kasi, barabara za mwendo kasi zitazidi, flyovers zitazidi. Kwa hiyo teknolojia itazidi kuongezeka. Kadri teknolojia inavyozidi kuongezeka, hivyo inamaanisha kwamba hata na sisi tutapunguza ile jitihada ya kufanya vitu. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda vizazi ambavyo vinavyokuja. Tukianza sisi kufanya mazoezi na kuwa na nidhamu ya kujenga afya zetu, hata vizazi vyetu vya baadaye vitaiga tabia zetu, au vitakuwa na ile nidhamu ya kuendeleza kutunza afya zao, hata kama dunia inaendelea kubadilika, inakuwa ya kiteknolojia zaidi. Kwa hiyo mimi natoa rai kwamba tujifunze na tujiwekee nidhamu ya kutunza afya zetu. Yes. Klabu na miaka 5 tokea kuanzishwa kwake. Kwako umeshiriki bonanza mara ngapi katika klabu hii ya Kawe? Katika hii klabu ya Kawe, hii ni mara yangu ya kwanza kushiriki hii bonanza. Lakini natumaini kwamba umefurahi, lakini pia umeona kwamba wameendelea kufanya vizuri. Pia wamezungumza kwamba na miradi mbalimbali wanafanya. Kipi ambacho unaweza kuwashauri klabu hii? Kikubwa ni kuwapongeza kuliko kuwashauri, kwa sababu vitu vingi ambavyo ningeweza kushauri tayari wameshaanza kuvifanyia kazi. Kwa mimi niwapongeze kwa kuwa na akili ya kubuni vitu ambavyo vinasaidia vijana kujijenga kiuchumi. Nakushukuru sana. Asante na shukrani. Asante.